Shukuru tena Mwenyezi Mungu kwa nafasi hii nzuri. Mungu anapatia nafasi ya kuendelea na mafundisho yetu ya shule ya Biblia. Na shule yetu ya Biblia inaitwa Rabuni International Ministry. Na hii ni wiki yetu ya tatu, siku yetu ya tatu tukiwa najifunza somo yetu inaitwa Ecclesiology kwa Kiingereza, na kwa Kiswahili inamaanisha kanisa. Na somo hili tuligawa katika sehemu 4 kubwa. Sehemu ya kwanza tuliongelea kuhusu maana ya jina kanisa. Sehemu ya pili tumeongelea kuhusu msingi wa kanisa. Na sehemu ya tatu tutaongelea kuhusu jinsi kanisa inavyoendesha. Na sehemu ya 4 tutaongelea jinsi ya kuweza kupanua kanisa. Na katika pointi ya kwanza tu neno ecclesiology. Nilisema Biblia inaandikwa katika lugha 3, lakini nakopesha maneno katika lugha ya 4. Biblia inaandikwa katika lugha ya Kiyunani, Greek word, Mo-Greek. Biblia inaandikwa katika lugha ya Kiebrania, Hebrew word, Mo-Hebraic. Na Biblia inaandikwa katika mother tongue ya Jesus, kwa lugha ya mama ya Yesu, inaitwa lugha ya Kiaramu, Aramaic language au Aramean. Lakini inakopesha maneno katika lugha ya Kilatini, lugha ya Warumi. Sasa neno ecclesiology inatokana na neno ya Kiyunani inaitwa ecclesia. Maana yake familia ya watu wameitwa kutoka duniani. Ni watu wako duniani, lakini maisha yao haifananishwi na vile watu wa duniani wanaendesha maisha yao. Nilisema kuanzia mwanzo Mungu alitaka kuwa na familia. Na familia ya kwanza ya Mungu iliasi katika bustani ya Edeni. Lakini mpango wa Mungu ulibaki pale pale. Katika familia ya Adamu na Hawa, Kaini na Abeli walipoasi, basi Mungu akaplan ili apate familia mpya, familia ya kiroho. Ndio sababu ya Yesu kutoka mbinguni kuja kutuokoa, kusudi tuweze kutengeneza familia mpya ya kiroho. Na siku Yesu atarudia, atakuja kuchukua hiyo kanisa, hiyo familia ya kiroho, kuipeleka kwa Baba yake. Sasa tunasema pointi ya pili, msingi wa kanisa. Jinsi gani kanisa inaanzishwa. Na hapo ndio nataka kukita mizizi sana. Kuna watu wengi wanania kuweza kuanzisha familia ya kiroho. Kwa lugha fupi wanapenda kuanzisha kanisa. Na hiyo familia ya kiroho inajielewa katika kanisa ya mahali, local church, eglise locale. Wale wamekombolewa na damu ya Yesu, wameokoka, wanahitaji kulelewa katika local church, eglise locale, kanisa ya mahali. Basi tunaongelea hii kanisa ya mahali itaanzishwa kwa mfumo gani? Unakuta kuna watu wanajaribu kuanzisha makanisa ya mahali, imeshindikana. Kuna wale walianzisha lakini kanisa ikashindwa kugrow, inabaki ya watu 5, watu 10, inakwamia pale. Na kuna wale walianzisha na wakafanikiwa. Ni msingi gani? Najua nyumba inategemea foundation kusudi isimame, iwe ghorofa 10, ghorofa 20, ghorofa 50. Na kama msingi ikiwa fake, hata hiyo kanisa kusudi inuke itashindikana. Sasa nitajaribu kuonyesha mifumo ile inatumika kusudi kanisa yaanzishwe. Na inawezekana una nia, una mpango, una msukumo, na una shauku ya kutaka kuanzisha kanisa la mahali. Nitajaribu kupatia mifano karibu 3 kwa Biblia. Inaweza kusaidia na kuwezesha vile kanisa inaanzishwa. Mara mingi leo unakuta mtu anataka kuanzisha kanisa, unakuta kitu ya kwanza anapambana kutafuta ardhi au jengo au kumbi mahali ataanza kanisa. Wengine wanapambana kwa ajili ya kutafuta estimate, wengine wanapambana kwa njia tofauti. Lakini mfumo ipi ni mfumo sahihi kusudi kanisa iweze kuanza na ikuwe na nguvu na iweze kusaidia? Tutaenda kusoma katika Matendo ya Mitume sura yake ya 8.
Matendo ya Mitume sura yake ya 8 mpaka mstari wake wa 8. Matendo ya Mitume sura ya 8 mstari wa kwanza mpaka wa 8. Acts chapter 8 verse 1 to 8. Actes des Apôtres chapitre 8 verset 1 jusqu'à 8. Biblia inasema siku ile kakatukia adha kuu ya kanisa liliokuwa katika Jerusalem. Wote wakatawanyika katika nchi ya Uyahudi na Samaria, isipokuwa hao mitume. Watu wataua wakamzika Stefano, wakamfanyia maombolezo makuu. Sauli akaliharibu kanisa, akaingia kila nyumba na kuwaburuta wanaume kwa wanawake na kuwatupa jela. Filipo alihubiri katika sala, lakini wale waliotawanyika wakaenda huko na huko wakalihubiri neno. Filipo akateremka akaingia mji wa Samaria akawahubiri Kristo, na makutano kwa nia moja wakasikiliza maneno yake yale yaliyokuwa yanayosemwa na Filipo. Walipoyasikia na kuziona ishara alizokuwa akizifanya, kwa maana pepo wachafu walikuwa wakitoka wengi. Lazima nianze na historia ya Biblia. Andiko inatokana wapi? Baada ya kanisa ya mwanzo ya Jerusalem kufunguliwa na watu kuokoka, kupona, kanisa ikapanuka na kanisa ikakuwa na maelfu na maelfu na maelfu ya watu. Na mwisho ya siku hii kanisa ya Jerusalem ikaanza kufanya kinyume na neno ya Mungu. Neno ya Mungu ilikuwa wapi? Neno ya Mungu ilikuwa ipi? Maneno ya mwisho Yesu kuweza kuongea na mitume katika Mathayo sura ya 28 mstari wa 19. Yesu akawaambia wanafunzi, enendeni duniani kote mkawafanye watu wote kuwa wanafunzi wangu. Kwa mapenzi ya Mungu ilikuwa mbakiisha Yesu kufa na kufuka na kupaa mbinguni, hao wanafunzi 120 wanaobaki duniani, jukumu yao ni kwenda bara zote, Marekani, Ulaya, Asia, Afrika, Oceania, Australia na New Zealand, na kwenda kuwabadilisha watu wote tabia zao, wachukue tabia ya nani? Ya Yesu Kristo. Lakini kanisa ya mahali ilipoanzishwa Jerusalem, kanisa mama, watu walipookoka na walipokuwa wengi, hawa watu wakaamua kutokwenda mahali popote, wabaki sehemu moja. Na nakwambia hakuna dhambi kubwa na dhambi mbaya kupita dhambi yote, ni kuishi au kufanya vitu kinyume na mapenzi ya Mungu, vile Mungu anataka. Walifurahia kuwa na kanisa kubwa, walifurahia kuwa na washirika wengi, walifurahia hiyo uamsho ulikuwa katika mji wa Jerusalem, watu wameokoka. Lakini mbingu ikaona kwamba haitoshi kama Jerusalem peke yake ndio inaokoka na dunia yote kuokoka. Kwa hivyo shetani atapata watu wengi sana. Mungu akaruhusu, kwa sababu hao watu wako kinyume na neno ya Mungu, Mungu akaruhusu waanze kuuawa. Na nakwambia watu wengi wako kinyume na neno ya Mungu. Inawezekana wauawe kimwili, lakini shughuli yao ya kiroho inauawa, shughuli yao ya kiuchumi inauawa, shughuli yao ya kifamilia inakufa, inaharibika. Lakini jibu ni simple. Hao watu hawataki kufanya kile Mungu anataka kufanya. Sasa walipoanza kuuawa, unajua hata tukonaenda mbinguni, tumeokoka na tunaenda mbinguni, lakini hakuna mtu yuko tayari afe. Ikabidi hao watu waanze kutawanyika, kutoroka. Wanatoroka kuuawa. Lakini walipotoroka kuuawa, jua wametoroka wakiwa na Roho Mtakatifu ndani yao. Na walipokimbia huku, Biblia inasema walipofika kule wakaanza kumhubiri Kristo. Na walipomhubiri Kristo,
Kuhubiri inamaanisha mambo tatu: kutangaza habari njema. Kwa hiyo wanaongelea kuhusu habari ya kufa, kuzikwa na kufufuka kwa Yesu, na watu wakaanza kuokoka. Biblia inasema Filipo, walipohubiri watu wakaanza kuokoka. Neno kuokoka inatokana na lugha ya Kiyunani inaitwa soz. Waingereza wanaita savior, Wafaransa wanaita sauver, ikimaanisha kukombolewa na dhambi, kukombolewa na umaskini, kukombolewa na magonjwa ya mwili, na kukombolewa na matatizo ya kukosa mume, kukosa mke, au ndoa iliyo na problem. Na walipoanza kuokoka sasa, ndio Bible inasema Filipo, yeye alikuwa mwinjilisti, akashuka Samaria. Na alipofika Samaria akahubiri, na alipohubiri watu wakaokoka, na mapepo ikawa inatoka, na kanisa ya kwanza ikafunguliwa katika mji wa Samaria. Kanisa hapa inaanzishwa na mtu anaitwa jina lake mwinjilisti. Na mwinjilisti ni mtu wa kutangaza habari njema. Elewa, huyu mwinjilisti akushuka Samaria akitafuta kiwanja. Elewa, huyu mwinjilisti akushuka Samaria akitafuta vyombo ya muziki. Elewa, huyu mwinjilisti akushuka Samaria akitafuta masponsa. Kitu Filipo anafanya, anatumia ile kipaji yake, huduma yake, karama Mungu aliweka ndani yake, kuanza kuhubiri habari njema. Na watu walipookoka, kazi ya Mungu ikaanza mara moja, ushirika ikaanza mara moja. Habari ikaenda Jerusalem kusikia kwamba watu wa Samaria wameokoka. Wakina Petro, Yohana wakashuka, wakaombewa, wakaweza kubatizwa na Roho Mtakatifu. Kwa hivyo hapo unapata kitu. Kusudi kazi ya Mungu ianze, lazima kupatikane mtumishi wa Mungu, kwa sababu Mungu anafanya kupitia mtu wake, mtumishi wake. Na hata kwa kazi ya shetani ianze, lazima kupatikane mtu mwenye shetani atataka kumtumia. Lakini hapa anayetumiwa ni mwinjilisti, na kazi ya mwinjilisti ni kuhubiri mtu mmoja baada ya mwingine, au kuhubiri mkutano. Na hapa Filipo, kwa sababu kwa na microphone ya kuandaa crusade, alihubiri tu kawaida, watu wakaokoka na wakakusanyika wengi. Walipoanza watu kupona, kuokoka, kufunguliwa, vipete, vipofu, ikaleta mshangazo kubwa. Na kama leo miujiza imeachwa, watu wanataka miujiza ifanyike kanisani. Lakini ukisoma kiBiblia, wakati wa Yesu na wakati wa Matendo ya Mitume, miujiza sana ilikuwa inafanyika nje ya kanisa. Kwa nini? Kwa kutaka kuvutia watu wa dunia wafate maneno yao. Sasa makanisa inapoanza leo, shida ya makanisa haifanikiwe, kwa sababu watu wanatafuta kiwanja, watu wanatafuta kujenga, na kisha kujenga wanataka watu wa kujilete wao wenyewe kanisani. Na kama unataka ukiona Mungu akifanya, umpeleke Yesu nje ya kanisa, umtoe ndani ya kuta ile, mpeleke kwa masoko, mpeleke kwa barabara, mpeleke kwa vibanda, mpeleke mahali pote kule, uhubiri. Hiyo ni mwinjilisti. Uhubiri, utaona, utashangaa vile Mungu iko na ponya, vile Mungu iko na komboa, vile Mungu iko na badilisha maisha ya watu. Miujiza sana ni vitu chambo ya kuweza kumvutia mtu kusudi afatane na maneno ya Mungu. Na mtu akishaingia kanisani sasa, ndani ya kanisa, huyu mtu sasa miujiza inapungua, inakuwa wanaishi kwa kanuni, principle ya maneno ya Mungu. Lazima ufanye kusudi Mungu afanye, lazima ufanye kusudi Mungu. Lakini kama unataka kuona Mungu akifanya bila principle, mtu wa dhambi, mtu asiyemjua Mungu, Mungu anamponya, anamuokoa, vipofu wanaona, viwete wanatembea, wabubu wanasema. Hiyo inafanyika kwa watu wa nje ya kuta ya kanisa, kusudi wavutiwe na maneno ya Mungu. Na hapa Filipo alihubiri bila crusade kuandaliwa. Filipo alihubiri bila gharama kuwa yoyote. Na kama uko mtumishi wa Mungu, Mungu anakuita. Kanisa inaanzishwa na kipaji ya mtu. Unapoanza kanisa, na mara mingi makanisa inafeli, unakuta kabla ya kuanza kanisa wewe ulikuwa mwimbaji, kabla ya kuanza kanisa wewe ulikuwa mwalimu,
Kabla ya kuanza kanisa ulikuwa mwinjilisti, kabla ya kuanza ulikuwa na kanisa ulikuwa nabii. Sasa utapoanzisha kanisa unasikia kutaka kuwa na mvuto wa kuanzisha kanisa. Kanisa litaanzishwa na kipaji ile Mungu ameweka ndani yako. Ukiwa mwinjilisti utatafuta watu nje, utawahubiri, watu wataokoka, watu watapona. Ukiwa mwimbaji utatafuta watu nje na kuimba. Lakini matatizo kubwa ya watu, kama mtu alikuwa sasa alikuwa mwimbaji na anataka kuanza kanisa, mara moja anaacha kipaji yake ya kuimba, anavaa suti ya kichungaji. Na watu walikuwa na kufuata kwa sababu unajua kuimba vizuri. Watu walikuwa na kufuata kwa sababu unapeana unabii kwa kweli. Fuata kwa sababu, na unapoanzisha kanisa, unapoacha kufanya kile kitu ulikuwa unafanya kabla ya kuanzisha kanisa, jua utapata shida mingi. Watu wataacha kukufuata mara moja. Sasa kanisa haina formula. Formula kubwa ya kanisa kusudi ianze inategemea nani anaanzisha hiyo kanisa. Ikiwa ni mwinjilisti, kwa hivyo ataanza kuhubiri watu. Ikiwa ni mwimbaji, kwa hivyo ataanza kuimbia watu, na watu wanakuwa attracted. Wakisha ingia ndani ya kuta ile ndani ya kanisa, watu wanafungwa kanuni ya maneno ya Mungu kusudi mtu apone, kanuni ya maneno ya Mungu kusudi mtu abarikiwe, kanuni ya maneno ya Mungu kusudi mtu afunguliwe, kanuni ya maneno ya Mungu kusudi mtu akue na ndoa nzuri, kanuni ya maneno ya Mungu kusudi mtu akue na kazi iliyo nzuri, iliyo bora. Nitakupatia mfano wa kanisa lingine. Na mara mingi watu wanataka kukopi, kwa sababu alianza kanisa la crusade, lazima uanze na kanisa yako. Hapana. Makanisa vile imefunguliwa kibiblia, kila kanisa ilianza na staili yake. Unakuta kanisa ya Filipo imeanza na staili yake kutokana yule alianzisha kanisa alikuwa mwinjilisti. Kwa hivyo walihitaji kufanya huduma ya kiinjilisti. Ukisoma katika Matendo ya Mitume sura ya 2 siku ya Pentecost, Biblia inasema hapa ni mitume 12 na wanafunzi wakiwa nao pamoja. Walikuwa katika kuomba, kufunga ndani ya kanisa, kwa sababu Yesu aliwaambia wasitoke, kwa walijitenga. Wepo walikuwa katika retreat, wanajitenga. Na katika kujitenga walikuwa naomba. Katika kutenga walikuwa wamefunga. Katika kutenga walikuwa wanasikiliza neno ya Mungu. Walikuwa kwa retreat ya maneno ya Mungu. Na watu wanapokuwa kwa retreat wanajitenga na vitu yote ya dunia, starehe yote ya dunia. Tunaweza kuita uamsho wa kiroho. Unasikiliza? Na kwa nini uamsho? Kwa sababu mitume ni wana kazi 3. Unasikiliza? Kazi ya kwanza mtume kuanza kufungua kanisa. Kazi ya pili ya mtume weka msingi watu wamjue Kristo. Na kazi ya 3 ya mtume kuandaa, kutengeneza, kufundisha watu. Na mitume ni walimu, wanafundisha vizuri. Na wakiwa kwa retreat wakiwa wanafundisha, Biblia inasema watu wakabatizwa na Roho Mtakatifu, ndimi za moto zikashuka, ikauamshwa kiroho ndani ya kanisa hiyo ya Mungu. Na watu wa nje walipowasikia wanasema kwa lugha mbalimbali, watu wakaja wengi, na watu wakaamua kumpatia Yesu maisha yao. Karibu zaidi watu 3,000 wanaume wazima. Unaposikia Biblia inasema Israeli wanaume wazima, kwa hivyo hawakuhesabu wanawake. Kama kuna watu wagumu kuokoka kupita watu wote, ni wanaume. Sasa kama wanaume wazima wanaweza kuokoka 3,000, jua wamama waliokoka walikuwa 7,000. Na wanaume wazima na kusema nini? Mtu kuanzia mwaka 30 kwenda juu, na watu kuanzia mwaka 29 kushuka chini hawakuhesabiwa. Na kama watu wazima wanaweza kuokoka kirahisi hivyo, vijana ni rahisi. Kwa hiyo vijana waliokoka hiyo siku walikuwa pia 7,000. Wamama waliokoka hiyo siku walikuwa 7,000. Hiyo inakuwa 14,000. Na wanaume watu wazima waliokoka 3,000. Kwa hivyo ilikuwa watu 17,000 wakaokoka kwa siku. Lakini wanaokoka na kitu. Kanisa yenye haitaki kutangaza habari njema kwa mifumo yote kulingana na kipaji ya mtu, hiyo kanisa inafeli. Nimeona makanisa watu wakitafuta jengo, wanatafuta ardhi, wanajenga kanisa.
na wanakuwa nakuja pale kuomba Mungu leta watu, Mungu gusa watu, Mungu gusa watu wa mitaa. Hawatagusika na hawatakuja kwa sababu mbingu ndio boss, the boss, ni mfalme wa wafalme. Yeye ndio ametutuma, anatuambia enendeni duniani kote mkawafanye watu kuwa wanafunzi wao. Mbingu ikutuambia enendeni kujenga makanisa na mimi nitaleta watu ndani ya makanisa. Jukumu ya mtumishi wa Mungu ni kutafuta watu, na tunawatafuta watu kulingana na kipaji kile tulicho nacho. Kama una kipaji ya uimbaji, tafuta watu kulingana na kipaji ya uimbaji. Kama ni kipaji ya uinjilisti, tafuta watu kulingana na kipaji yako ya uinjilisti. Kama ni kipaji ya mwalimu, tafuta watu kulingana na kipaji yako. Kwa hiyo kanisa inapoanzisha ifanani. Kanisa inaanzishwa inaanza kulingana na kipaji ya yule mtu mwenye alianza hiyo kazi. Nakumbuka zamani sana katika jiji ya Kindu, kuna mtu mmoja alikuwa mwinjilisti, na makanisa ya Free Pentecost kwa Kongo inaitwa Selza. Ilipokutaka kuanzisha kanisa walikuwa natuma huyu mtu, na huyu mtu kazi yake ilikuwa anatembea mji mzima, mtaa mzima, kuenda naimba nilikutana na Yesu, oh Yesu, Yesu akanio. Ikiwa nenda naimba, watu wanamfuata, wanamwita, na ubiri, anawaombea, watu wanapona. Akitembea kwa mtaa mwezi mzima hivi, akosi watu 20, akosi watu 10, kisha wanatafuta kanisa na yeka mahali ya kuweka kanisa. Huyu mtu alisababisha hiyo kanisa ya Selza Free Pentecost ipanuke katika hiyo mtaa wa, katika hiyo nchi, katika hiyo mjiji la Kindu. Na hivyo ndio kanisa inaanza. Lakini makosa mingi leo, watu wanapofungua kanisa, nimeona waimbaji wengi wakijaribu kufungua makanisa walikuwa na majina kubwa, lakini tangu siku waliamua kufungua kanisa waliacha kuimba. Mwisho ya siku hiyo siku watu waliamua kuacha kuwafuata. Sasa watu wanakufuata kutokana na kile Mungu ameweka ndani yao. Hapana kuacha kufanya kile kitu ulikuwa unafanya kwa sababu umegeuka kuwa mchungaji. Naweza kupatia mfano sahihi. Daudi anapelekea ndugu yake chakula, na alipopelekea ndugu yake chakula, adui akatokea, walienda kuvita. Goliati akatokea, akasema mtoe mtu mmoja upande wenu, mimi nipigane naye. Akinishinda sisi tutakuwa watumwa wenu, lakini tukimshinda, mimi nikimshinda, ninyi mtakuwa watumwa wetu. Daudi alipojitokeza watu wote walipoogopa, lakini kwa sababu Daudi alikuwa na moyo shujaa. Daudi alipojitokeza, shujaa ni mtu anaanzisha kitu watu wengine wanashindwa kuanzisha, na shujaa anapoanzisha kitu akubali kushindwa. Kuna watu wana hofu ya kuanzisha mambo. Namba 2, kuna wale wana upako, wana uwezo ya kuanzisha, lakini hawana upako ya kuvumilia. Kubali kujitokeza kupigana vita. Mfalme Sauli alimpatia mavazi yake ya vita, na Sauli alipojaribu akaona hapana, yeye apiganaye kwa mfumo, akakubali kuivua hiyo vazi ya mfalme Sauli. Na kama Daudi angeenda kupigana na Goliati na vazi ya mfalme Sauli, apende asipende, angepigwa. Lakini akaenda kwa staili yake na akamshinda Goliati. Na sisi tunapoingia kutokana na mfumo dume ya kanisa ya leo, makanisa inahudumia mtu mmoja peke yake kwa jina mchungaji. Wewe unakuta wainjilisti, unakuta mitume, unakuta manabii, unakuta walimu. Wote wanapenda kuwa na makanisa kwa sababu ni huduma moja peke yake inahudumia. Sasa utapoingia kufanya hiyo kazi, hauwezi kuifanya kwa mfumo ya mchungaji, utaifanya kwa mfumo ya kipaji uko naye. Hakikisha kama wewe ni mwimbaji ndio unaanzisha kanisa, tengeneza tu mikutano mingi ya sifa, kuabudu, na celebration, kwa sababu ndio kitu watu wanakufuata kwa hayo. Kama wewe ni mwalimu, anzisha tu masemina kwa washirika. Sikufundishi kuambia kitu hatukufanya. Tulipoanza kanisa Nairobi, ilienda kuhubiri watu kwa supermarket, kufundisha. Nikuta watu wanakula,
naongea na neno ya Mungu na wafundisha wakavutiwa. Sasa uko mwalimu mzuri, tunaweza enda kuongelea kwetu kwa nyumba, tutoke supermarket. Nikakubali, tulienda kwa tukafundisha. Tulianza nao saa 7 mpaka saa 1 usiku. Wakaniuliza, mbona hatuwezi kufanya ushirika hapa kwangu? Tumefanya ushirika hapa kwangu, ilikuwa mzuri, fellowship. Nikakubali, tukaanzisha fellowship pale. Wiki 2 baadaye nikaanzisha fellowship ya pili. Kwa hiyo inakuwa nakuja Jumatano sehemu inaitwa Kayole nafanya fellowship, na Jumamosi naenda sehemu inaitwa Utawala tunafanya fellowship. Baada ya mwezi mmoja tulikuwa karibu na zaidi ya watu 10 na tukasema tutafuta ukumbi kanisa ianze. Naweza kupatia mfano ya kanisa ya 3 katika Mambo Wafalme wa Pili sura yake ya 6 mstari wa 1 mpaka wa 6. Biblia inasema kulikuwa mtumishi wa Mungu kwa jina yake Nabii Elisha. Na kama alikuwa nabii, inatokana na lugha ya Kiyunani inaitwa prophetess. Maana yake kwa Kiswahili anayenena kwa niaba ya. Na hapa duniani kuna watu wananena kwa niaba ya watu 4. Kuna watu wananena kwa niaba ya Mungu. Kuna watu wananena kwa niaba ya shetani. Kuna watu wananena kwa niaba ya watu. Na kuna watu wananena kwa niaba yao wenyewe. Lakini Nabii Elisha yeye alikuwa ananena kwa niaba ya Mungu. Na watu walikuwa wanamfuata kutokana na kipaji yake. Wanataka kusikia kile Mungu anasema kwa ajili ya maisha yao. Mwisho wa siku akajenga sehemu ya watu kutani. Kwa hiyo ikakuwa kanisa. Na watu walikuwa wanakuja hapa si kutokana na uinjilisti. Watu walikuwa wanakuja hapa si kutokana na kitume. Watu walikuwa wanakuja hapa kutokana na kichungaji. Lakini akajua kitu moja. Kwa sababu sasa anakuwa mchungaji na akiacha kazi ya unabii, basi hiyo uchungaji wake itafeli. Kitu itasapoti hiyo uchungaji yake ni hiyo huduma na utumishi wake Mungu ameweka ndani yake ya nini? Ya kitu yote jina yake nini? Unabii. Na ndio utakuta wanafunzi wale wakuwa na watrain kuhusu huduma ya unabii. Nakwambia, baba, sehemu tuko kidogo, ungeturuhusu twende kufanya kile. Kwa hiyo anataka maendeleo. Kwa hiyo kanisa inafunguliwa kutokana na utumishi Mungu ameweka ndani ya mtu. Kwa hiyo haiwezi kufanana, na hatuna formula kamili kabisa. Lakini kitu tunapenda kushawishi tu, number 1, mtu aweze kujua kipaji yake ni kipaji gani, yeye ana utumishi gani, yeye ameitwa kufanya nini. Kama niko mwalimu, nitapoanzisha kanisa, tahakikisha natumia kila mbinu ya kufikia watu kuweza kuwafundisha mtu mmoja, watu 10, mpaka vile siku ya mwisho kanisa itaweza kupata sura. Na nikwambie, utapoanzisha kanisa bila kile wewe unajua, utapata shida. Na kuna watu wengi wanateseka. Kuna watumishi wengi wa Mungu wana struggle kwa sababu walianzisha kanisa na kile hawajui. Japo kwa mtu kufanikiwa kwa maisha, mtu anafanikiwa na kile anafanya nini? Anajua. Kile unajua hakitakusumbua, unakijua. Hata Daudi kupata kazi kwa mfalme Saul, walikuwa wanatafuta mtu anayejua kucheza kinanda. Na hakuna mtu Mungu amemleta hapa duniani pasipokuwa anajua. Kila mmoja kati yetu ana kitu anajua. Lakini ukisha kutana na mtu ajui, ujue ni mtu anakatala kile anajua, lakini anakubaliana na kile mtu mwingine anafanya nini? Anajua. Na ukisha shikanana na kitu haujui, hakuna mtu atakufuata. Kwa sababu watakuona huko msaada, watakuona huko mzigo, watakuona huko baraka, watakuona huko laana. Lakini ukishikamana na kile unajua, watu watakutafuta. Hata uende kwa msitu, watu watakutafuta. Hata ujifiche mahali pale, watu watakutafuta. Na sisi tuna haja watu watufuate, lakini pasipo kutumia nguvu ya giza. Tuna haja watu watufuate pasipo kutumia kanuni ya kidunia, lakini tuna haja watu waje kanisani kujifunza kanuni sahihi ya Biblia, ya neno ya Mungu. Na kanuni sahihi Mungu anamtumia mtu kulingana na kipaji yake.
kile anajua, hapana kufotokopi. Fanya kile Mungu alikuonesha ufanye, na uone ushawishi wa Bwana, uone Mungu akutoa katika hatua moja na kukupeleka katika hatua ingine. Kwa hivyo kwa ufupi, nikitaka kumalizia leo, nasema kanisa haina formula ya kuanzisha. Hapa kanisa inapoanza inategemea nani anafungua kanisa, na akiwa mwimbaji, mambo mingi itafanyika kutokana na waimbaji. Akiwa mwinjilisti, mambo mingi itafanyika kutokana na wainjilisti. Akiwa nabii, mambo mingi itafanyika kutokana na unabii yake. Lakini ikishaanzishwa, kitu ya kwanza mtu atapambana kufanya, na hiyo tutaangalia katika kitabu, na ndio andiko yetu ya mwisho leo, Wakorintho wa kwanza sura ya 3 mlango wake wa 9 mpaka wa 11. 1 Corinthians chapter 3 verse 9 to 11. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 9 à 11. Biblia inasema, maana sisi tu wafanya kazi pamoja na Mungu, nani ni shamba la Mungu na jengo la Mungu. Kwa kadiri ya neema Mungu niliopewa, kwa kadiri ya neema nilipewa na Mungu, mimi kama mkuu wa ujenzi mwenye hekima niliweka msingi, na mtu mwingine ajengaye juu yake, lakini kila mtu naangalie jinsi anajenga juu ya msingi huo. Maana msingi si mwingine, hakuna mtu awezaye kuweka isipokuwa ni ule uliokwisha kuweka, yaani Yesu Kristo. Paulo alipoenda kufungua kanisa ya Korinto kama mtume, na alipoanzisha kanisa polepole kutafuta watu, na mtumishi wote wa Mungu mwenye atafute watu atateseka. Mtumishi wote wa Mungu mwenye atatafuta pesa, atatafuta vitu, atateseka. Kazi ya mtumishi wa Mungu ni kutafuta watu, na wale watu Mungu atakuletea, watakuja na kila kitu nataka kwa ajili ya